Kweli ilikuwa ni mechi nzuri ambayo binafsi naona iliendana na matarajio ya wengi. Dabi ya Kariakoo, miongoni mwa dabi 5 bora barani Afrika zinatajwa na vyanzo mbalimbali, na leo hii walichokionyesha ndio kimedhihirisha hayo. Lakini kwa mtazamo wangu ni mechi ambayo waligawana vipindi. Yaani kwa ujumla nikizungumzia, kwa sababu kipindi cha kwanza Simba naona ndo walifika zaidi, maana kipimo changu ni kufika kwenye lango la mpinzani, kwenye final third. Sio kucheza tu kule jumla. Simba walifika mara nyingi kwa Yanga, wakabaniwa na golikipa Djigui Diarra alikuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini katika kipindi cha pili ni Yanga ndo alifika zaidi kwenye lango la Simba, mwisho wake wakapata bao. Bwaduke, ukitazama jinsi ambavyo setup la goli hili lilivyokuwa, mzizi mkubwa ulikuwa ni huyu hapa aliyekuwa mbele, Pacome Zouzoua. Wengi wamekuwa na mjadala, ni offside ama sio offside kwako, katika jicho la kiutaalamu zaidi ilipaswa kuwa offside? Kila mpira wa miguu umekuwa na unatoa fursa kila mmoja kutoa mawazo yake, kwa sababu ni mchezo wa wazi, kila mmoja ameushuhudia. Kwa mtazamo wangu mimi nadhani lilikuwa ni goli safi, halina changamoto. Isipokuwa ni kwamba mwanzoni huko ni Mohamed Mkono, line 1. Mwanzoni hapa ukiangalia ni kwamba Pacome alikuwa offside. Alikuwa kwenye offside position. Hakuwa offside, alikuwa kwenye offside position. Maana yake kwamba huu mpira kwa mfano hapa ungeenda kumkuta yeye, hapa tayari anakuwa ananufaika, kwa sababu ili offside maana yake ni nini? Uwe mbele zaidi ya vitu ya object mbili kwa pamoja, yani mpira na second last opponent, yani mtu wa pili wa upinzani wa timu inayozuia. Kwa lugha nyingine, Pacome katika tukio la kwanza kwa mtazamo wangu mimi, lau kama angepata huo mpira afa akanufaika kwa kufunga, ni offside, haina shaka yoyote, kwa sababu alikuwa mbali mita nyingi, wala hahitaji hata ubishani. Lakini ni kwamba hakupata huo mpira katika tukio hili la awali. Badala yake Maxi pia Zengeli, lakini pia na wachezaji wengine wa Simba, mabeki hapa, nadhani kina Rushain. Wakati huo inakuwa na taratibu, mtu ataweza kuturudishia. Kuna hoja ya kumziba golikipa ambayo hapa wakati anakwenda, ingawaje kama anamziba kwamba alimziba golikipa, mpira hukufika kwa golikipa, lakini Max alikuja kuingilia huku, na wengine wanasema kwamba Max ndio alikuja kuiua offside ya Pacome Zouzoua. Ndio hicho ninachokisema. Labda kama ni hoja itaanza ya pale kwamba ame visibility ile ya golikipa, kwamba amefanya tunasema kuingilia mchezo. Hapo labda ndio kidogo panaweza pakawa na ubishani. Lakini vinginevyo naona aliyefanya awe played in, hilo neno la Kiingereza lilotumia, kumfanya awe onside na si offside, ni Maxi, lakini sio tu Maxi na walinzi wa Simba hapa ambao unaona kina ngoja utaona hapa, maana yake angeupata hapa kwangu mimi hapa, hii ni offside na haina ubishi. Lakini sasa kilichofuatia baada ya hapa ni kwa Max. Kwa hiyo Max yeye hapa haonekani kucheza mpira kwa tafsiri yangu mimi. Maana sikatazi ubishani, najua na watazamaji wako kwa faida kwa faida lakini nzuri kipenga cha mwisho kitakuja sana. Kila mmoja huu ni mchezo wa wazi, lakini wataalamu kama kina kazi wanaweza kaeleza zaidi. Lakini kwangu mimi hapa maana yake Max kamfanya mfungaji, kwa maana Pedro Pacome Zouzoua awe mchezoni, lakini pia na wachezaji wa Simba. Kwa hiyo mpira ulivyorudi kwangu mimi naona wakati anafunga hakuwa offside. Kwa hiyo ndio maana kina Kasimu Mpanga au Mkono, Said ile nadhani ni Kasimu Mpanga. Huko alikuwa ni Mohamed Mkono, upande wa kule alikuwa ni Kasimu Mpanga. Na mwamuzi mwenyewe Arajiga ambaye kwa hapa msaada anategemea kwa mshika kibendera Mohamed Mkono. Kwangu mimi naona kwamba lilikuwa sawa hili.